Kuna vitu ambavyo vinawachanganya watu kuhusu Steven Barker. Imagine huyu jamaa wakati anakuja hapa nchini Tanzania alikuta Simba ni moja kati ya klabu ambayo haikuwa inapewa nafasi hata kuweza ku-challenge kwenye ubingwa kiasi hiki. Watu walishaanza kuikatia tamaa mara baada ya Fadlu Davis kuondoka. Simba wakampata Dimitar Pantev ambaye naye hakuwa na vyeti kamili, lakini baadaye akaja Steven Barker. Wakati Steven Barker anapewa kazi ndani ya kikosi cha Simba, hakuna mtu ambaye alikuwa anamuona kama ni mtu anayekuja kujenga Simba kiasi hiki. Na kwa hapa ambao walisema hapa Simba kusema la kweli wameingia cha kike. Sio? Kila mmoja alianza kuzungumza jambo lake kuhusu hilo eneo, the way ambavyo Simba walivyofanya maamuzi na vitu kama hivyo. But now unaizungumzia Simba ambayo imekuja kuwa timu hatari sana, the way wanavyocheza, wanavyopanga vitu vyao na vitu kama hivyo. So swali limekuwa ni nini ambacho amekifanya Steven Barker mpaka Simba kuwa bora kwa kiasi hiki na kuja kuwa timu hatari kiasi hiki? So hapa na uchambuzi wa takwimu, namba, uchezaji, muundo pamoja na mifumo. Nitakuelezea vyote. Unachohitaji kufanya ni kusubscribe channel yetu na kutushika mkono kwenye kila tunachokifanya, kwa sababu hii ndio kazi ambayo tunaimudu kuifanya kwa bora zaidi. So make sure kwamba unakaa na sisi kwenye hizi nyakati ili tuweze kuvifanya hivi vitu kwa pamoja. Subscribe my friend, na kama kuna mtu mwingine unamfahamu ana interest na masuala ya football na uchambuzi wa kiundani kama hivi, usiache kumwambia ili atuunge mkono. Sasa kabla ujio wa Steven Barker, Simba ilikuwa inapitia kipindi cha mpito kilichokosa ustahimilivu wa ufundi na mfululizo wa matokeo mazuri. Kuna baadhi ya shida ambazo zilikuwepo. Moja ni kuyumba kwa benchi la ufundi. Barker alikuwa ni kocha wa tatu kuinoa Simba ndani ya msimu mmoja. Kumbuka alikuwepo Dimitar Pantev ambaye yeye ndo alikuwa ni kocha wa pili na Steven Barker akaja. Simba alianza na Fadlu Davis, baadaye alivyoondoka Matola akachukua pahala pake, akapatikana Dimitar Pantev, akaondoka Matola akachukua pahala pake mpaka alivyokuja Steven Barker. Lakini jambo la pili, kulikuwa kuna ukuta legelege na kukosa nidhamu ya ulinzi. Timu ilikuwa inaruhusu mabao ya kizembe sana kiurahisi, kukosa muundo thabiti wa uzuiaji pale inapopoteza mpira. Unakumbuka mtu kama Ismail Toure alianza kusemwa sana the way ambavyo anavyocheza kwenye ile eneo. Lakini pia timu ilianza kupoteza morali na kujiamini. Kulikuwa kuna mdororo wa morali uwanjani, pressure kubwa kutoka kwa mashabiki, na ilionekana kama timu imekosa umoja, teamwork. Na ulikuwa unaona the way ambavyo Simba walikuwa wanasemana kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Unakumbuka pia kuna nyakati ambazo Bwana Mangungu alisakamwa sana kwenye hilo eneo. Lakini Steven Barker alivyokuja akaanza kuboresha vitu kwa jicho la kitaalamu kabisa. Steven Barker ametumia nguzo kuu 4 kubadilisha timu ya Simba Sports Club jinsi inavyocheza. Nguzo kubwa 4. Nguzo ya kwanza ni ulinzi imara, nidhamu ya hali ya juu sana. Tunasema structured low and mid block. Barker ametengeneza amesisitiza timu kucheza kwa nidhamu ya kuzuia kuanzia safu ya ushambuliaji, ulinzi, na imejengwa na mabeki tulivu na kuondoa makosa ya kizembe, jambo ambalo limefanya Simba kwa ngumu. Nitaeleza hapa kiufundi. Simba akiupoteza mpira sasa hivi Lebasa Geye, Chama Klatus, Eli Mpanzu, wote pale juu wanaanza kutafuta mpira. Eneo la katikati Simba wana Hassan Kante, wana Yusuf Kagoma. Wote hawa wanaenda kufanya hiyo kazi ya kuboresha yale ambayo akina Chama hawakuyapata. So kuna na nguvu kubwa sana ya msukumo wa Simba kutafuta mpira na kurejesha kwenye eneo lao la ulinzi. Lakini pia Simba wanatumia kitu kinaitwa matumizi ya pasi na umiliki wa mpira, ama kiutaalamu tunaita positional play. Chini ya Barker, Simba inatandaza soka la kisasa kabisa. Inajengwa kwa umiliki kuanzia nyuma. Viungo kama Yusuf Ali Kagoma amekuwa muhimili mkubwa sana katikati, kukata mashambulizi na kusambaza pasi, huku Chama akirejesha makali yake katika ufungaji. So unaweza ukawa unaona hiyo transition ambayo iko. Kila mmoja anacheza kwenye eneo lake. Chama utamuona, Kagoma utamuona, Mpanzo utamuona, kila mmoja kwenye zoni yake afanye makosa kama ilivyokuwa awali. Lakini pia ni kuna kitu kinaitwa data driving condition, kambi ya mazoezi ya kisayansi. Akiwa na jopo la ufundi kutoka Afrika Kusini, akiwemo mchambuzi wa viwango huyu anaitwa Finel Dean, na kocha wa viungo anafahamika kama Sibusiso Makhulu. Barker amebadilisha ratiba. Kwa mfano,
aliamuru wachezaji wakae kambini muda mrefu na kufanya mazoezi mara 2 hadi 3 kwa siku ili kuongeza utulivu, utimamu wa mwili na ile stamina. Ndio maana Simba sasa hivi wanaweza kucheza dakika 90 wako wa moto vile vile, kwa sababu kuna watu ambao huko nyuma ambao wanaifanya hiyo kazi kwa ujumla. Mfano Steven Barker mpaka sasa amepoteza mechi 1, ushindi 11, sare 8, wastani wa ushindi ni wa 55%. Ametoa tuzo ya kocha bora mwezi karibia mara 2 mfululizo, March pamoja na February, na ameifikisha Simba hatua nusu finali baada ya kuibamiza TRA. Kama tunajua jana kwenye mechi ambao walishinda 4-0, lakini kwenye ligi kuu amefanya Simba kurejea kwa kasi, na hivi sasa wanazidi kuisogelea Young Africans, na tofauti ni wa alama 2 peke yake. Na unaiona kwamba kama Young Africans wanaweza wakaendelea kucheza hivi, mambo yanaweza yakaja kuwa mabaya kwa upande wao, na tukajikuta tunaizungumzia timu ya Simba Sports Club pengine hata kwenye ubingwa. Sasa Simba baada ya kuja Baka ikoje? Leo hii Simba inacheza kama timu ya pamoja isiyotegemea jina la mtu uwanjani, ila sifa zifuatazo: 1, kustahimili mazingira, ina uwezo wa kupata matokeo chanya hata kwenye viwanja vigumu vya ugenini na mabadiliko ya hewa. Mfano walienda kucheza dhidi ya kikosi cha Mashujaa katika mchezo ambao inawezekana watu walikuwa wanaamini kwamba kikosi cha Young Africans, kikosi cha Simba Sports Club kinaenda kupoteza mchezo kiwepesi. Lakini ni nini ambacho kilichotokea? Tulienda kuiona timu ya Simba Sports Club ikicheza kwa uimara mkubwa sana, na kikosi cha Mashujaa kikafungwa kwenye ule mchezo takriban mabao 3-0, tena kwa mpira mkubwa kwenye uwanja mgumu wa design ile pale. So inatosha kukwambia kwamba huyu jamaa amekuja kuifanya Simba ambayo inaweza kustahimili hali yoyote kwenye mazingira yoyote pasipo kujali nini ambacho anakipitia. Lakini inacheza kwa dakika 90. Wachezaji wana utimamu mkubwa sana wa mwili, wanapambana mwanzo wa mwisho katika mchezo. Hiki ni kitu ambacho before Steven Barker ndani ya Simba hakikuwepo. Tulikuwa tunaiona Simba fulani hivi legelege ambao wanapoteza mpira kiwepesi, dakika 70 tu wameshaanza kuchoka. Lakini angalia fitness level waliopokuwa nayo. Jana wamemkimbiza TRA yeye ndo alikuwa anaombea mchezo uishe, lakini pia anayo squad kubwa sana ambayo inamfanya sasa yeye anaweza kufanya mabadiliko na kila moja atakaingia anampa kitu. Mfano jana anamtoa Anicet Ura, anaingia Selemani Mwalimu, anamtoa Chama, anaingia Inos Peloemba. Dakika kadhaa amepiga pasi kwa David Kameta Duchu, ameweka pasi, ameenda kufunga Selemani Mwalimu. Baadaye anaingia bwana mdogo Bashir, kijana mdogo, anaingia anakutana na pasi tena ya David Kameta, boom, kamba. So inatosha kukueleza kwamba ana kikosi kipana, hata wale ambao wako bench sasa wanajiamini, na wakiingia hapo ndani wanafanya kazi kubwa sana. Huu ni uchambuzi wangu kwa kile ambacho Steven Barker ameshakifanya ndani ya kikosi cha Simba. Wana michuano bado iko hapo mbele, wana ligi kuu Tanzania bara, lakini pia wana FA ambayo kwenye FA wanaenda kucheza dhidi ya kikosi cha Coastal Union, ambayo inawezekana ikawa ni mechi ambayo Simba wapo kwenye hali nzuri sana ya kwenda hatua ya finali. And then Young Africans wanaenda kucheza dhidi ya Azam FC. Tunaweza tukashuhudia dabi nyingine tena kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hii ni dabi nyingine tena ambayo inawezekana ikatupa taswira ya kitu tofauti kabisa, na itakuwa ni dabi ya mwisho katika huu msimu mwaka 2025-26. Ukiwasikiliza mashabiki, hata mimi mwenyewe binafsi ninatamani sana kuiona hiyo dabi ikipigwa, kwa sababu mara nyingi dabi ina raha yake, ina ubora wake. So natamani kuiona hiyo. Na ukimuuliza shabiki wa Simba moja sasa hivi atakwambia dabi kama inakuja ije tu. Sisi tumeshajiandaa na tumejidhatiti na tunaamini kabisa tunaweza tukafanya kazi nzuri. I don't know kama hiyo dabi itapatikana, kama Simba atapoteana ama kama Young Africans atapoteana mbele ya kikosi cha Azam FC. We shall see. Tutaona the way ambavyo itakavyokuwa, na kama Simba ataweza kubeba kombe la ligi kuu Tanzania bara au kombe la FA, we shall see. Kwa sababu mara mwisho kubeba kombe la FA lilibeba mbele ya Yanga huyu, na mechi ilipigwa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika, na ndio ilikuwa ni mchezo wa mwisho Young Africans anapoteza katika mchezo huu. Ilikuwa ni Julai mwaka 2022 kama nitakosea. Ndio mara mwisho Young Africans wamepoteza miaka 4 iliyopita. So until today Young Africans hawajapoteza. Wacha tusubiri tuone the way ambavyo mambo yatakavyokuwa.
Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. Kama haya mazungumzo yangu pamoja na uchambuzi wangu umekufurahisha my friend, make sure kwamba una subscribe